Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, baada ya Alan Okello Starboy raia kutoka Uganda na kiungo mshambuliaji wa klabu ya Vipers kukamilisha usajili kwenye dirisha hili dogo la usajili ndani ya klabu ya Yanga, bwana, Alan Okello ametumia nafasi ya mwisho kuweza kuagana na nyota ambao amecheza nao ndani ya klabu ya Vipers. Bwana, hii ndiyo video ambayo inamuonyesha Alan Okello akiagana na baadhi ya nyota wa Vipers, kwa maana ya nyota ambao amecheza nao ndani ya klabu hiyo, na nimemwona pia Milton Kalisa, nahodha wa klabu ya Vipers, na pia alikuwa mmoja kati ya nyota ambao walikuwepo wakati wanamuaga mwenzao Alan Okello ambaye ametumikia ndani ya klabu ya Yanga. Bwana, Alan Okello tunafahamu kwamba ameshakwisha kutambulishwa ndani ya klabu ya Yanga na amesaini mkataba wa miaka 2.5 wa kuitumikia Yanga Afrika. Kwa hiyo Alan Okello bana amezungumza na nyota ambao amekuwa nao ndani ya klabu ya Vipers na kuletea moja kati ya maneno ambayo ameyazungumza Alan Okello wakati akiagana na nyota wenzake ambao amekuwa nao ndani ya klabu ya Vipers. Anasema, baada ya miaka 2.5 mizuri sana, muda wangu Vipers Sports Club umefika mwisho. Ninatoa shukrani za dhati kwa rais wa club Dr. Lawrence Mlindwa, uongozi, benchi la ufundi, wachezaji wenzangu na bila kusahau ninyi mashabiki wa Vanmos. Asanteni kwa kunipa nafasi ya kuwa sehemu ya familia yenu kubwa. Nimekuwa mwenye furaha hapa, mmekuwa mkifanya na jijihisi niko nyumbani. Imekuwa ni furaha na heshima kuchezea klabu hii, kushinda ligi kuu ya Uganda kwa maana ya Uganda Premier League na kombe la Uganda kwa maana ya kombe la Uganda Cup na kujivunia kuitwa Salongo. Nilifanya uamuzi sahihi na ninachukua kumbukumbu nzuri na zisizosahaulika. Ninawaaga nikiwa na furaha sana na kipindi hiki cha kazi yangu, huku nikiwa na msisimko kwa hatua inayofuata. Asanteni nyote na nawatakia mafanikio mema kwa siku zijazo. Na pigeni kazi Vanmos, malizeni msimu huu kwa nguvu. Moja kati ya maneno ambayo Alan Okello ameyazungumza wakati ana agana na nyota wenzake wa Vipers. Lakini pia nimeona kwenye ukurasa wake wa Instagram pia Alan Okello amechapisha ujumbe huo wa kuweza kuaga wenzake. Wana tayari ya Alan Okello kama ambavyo nimekujuza ameshakwisha kutambulishwa ndani ya klabu ya Yanga. Kinachosubiriwa tu ni kuwasili kwa Alan Okello ili kuendelea na majukumu mengine mapya ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho Alan Okello aliweza kukizungumza na ameweza kukiandika akiwaaga wachezaji wa Vipers kwamba sasa anaelekea kwenye majukumu mengine mapya na majukumu yenyewe ni ndani ya klabu ya Yanga. Bwana, Yanga baada ya utambulisho wa Alan Okello tayari imeshakwisha kukamilisha nyota watatu ambao ni Emmanuel Mwanengo ambaye yeye alitambulishwa ndani ya klabu ya Yanga kitokea ndani ya klabu ya TRA United, zamani kichwa Tabora United. Lakini nyota mwingine ni Mohamed Amaro Kamara ambaye yeye amesajiliwa kwa mkopo mpaka mwishoni mwa msimu akitokea ndani ya klabu ya Singida Black Stars. Wakati nyota mwingine ambaye amesajiliwa ni Alan Okello. Lakini nyota anayesubiriwa mpaka sasa ni Laulindo Aurelio maarufu kama Dep, raia kutoka Angola, mmoja kati ya nyota ambaye anasubiriwa kutambulishwa ndani ya kikosi cha Yanga. Na unaambiwa Yanga kwenye dirisha dogo la usajili imesajili nyota watano, kwa maana hata huyu ambaye hajatambulishwa naye pia ameorodheshwa kwamba itasajili nyota watano tu, na nyota wenyewe ni Alan Okello, Emmanuel Mwanengo ambao tayari pamoja na Mohamed Amaro Kamara. Lakini nyota mwingine ni Yao Kwasi. Utaniuliza kwa nini nimemtaja Yao Kwasi? Bwana, taarifa ni kwamba Yao Kwasi, kama unakumbuka, Yao Kwasi alikuwa majeruhi
na hakuonekana ndani ya klabu ya Yanga kwa muda mrefu sana. Na nafasi ya Yao Kwasi ndani ya klabu ya Yanga ilichukuliwa na Frank Asiki ambaye alisajiliwa kwenye dirisha kubwa la usajili kwa mkataba wa miezi 6 akitokea ndani ya klabu ya Singida Black Stars. Kwa maana ya miezi hiyo ambayo ataitumikia klabu ya Yanga, Yao Kwasi atakuwa tayari ameshakwisha kurejea. Kwa akirejea maana yake Frank Asiki atarudi kwenye timu yake ya Singida Black Stars. Na tumemwona Yao Kwasi tayari amerejea, na tumemwona baadhi ya michezo kule visiwani Zanzibar kishiriki kwenye michezo ya NMB Mapinduzi Cup akicheza kwa dakika zile ambazo kocha aliona inafaa kumtazama. Kwa hiyo tetesi ama taarifa zinaeleza kwamba Yao Kwasi anarejea. Kwa hiyo Frank Asiki atarejeshwa ndani ya klabu ya Singida Black Stars. Kwa hiyo Yao Kwasi anakuwa ni ingizo ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo Yao Kwasi pamoja na Depo ambaye anasubiriwa kutambulishwa tu ndani ya klabu ya Yanga, lakini tetesi zinaeleza kwamba tayari Yanga ameshakwisha kumalizana na Depo, kinachosubiriwa tu ni utambulisho. Kwa hiyo hizo ndio mashine ambazo Yanga watazitumia kwenye mashindano mbalimbali kwa maana ya ligi ya NBC, lakini pia michuano ya kimataifa. Tunafahamu kwamba Yanga wanakabiliwana na michuano ya klabu bingwa barani Afrika ambayo imesimama kwa sasa kupisha mashindano ya AFCON ambayo yanaendelea kutimua vumbi kule nchini Morocco, ambako tamati ya mashindano ya AFCON ni tarehe 18, ambapo tarehe 23 ya mwezi huu Yanga wana kibarua kikubwa sana. Wanakwenda kuvaana dhidi ya Al Ahly, mchezo wa klabu bingwa barani Afrika, mchezo ambao utapigwa kule nchini Misri. Kwa hiyo usajili ambao Yanga wanaufanya ni usajili ambao matarajio yao makubwa ni kufanya vizuri kwenye michuano mikubwa ya kimataifa, kwa maana ya kutinga hatua ya robo finali kama sio kuingia hatua ya nusu finali, na huko ambako na huko kwingine ambako kuna endelea. Kwa hiyo kubwa zaidi mimi nimekusogezea tu kauli ya Alan Okello wakati akiagana na nyota ambao amecheza ndani ya klabu ya Vipers na anakwenda kuungana ndani ya klabu ya Yanga. Usajili wa Alan Okello ni mmoja kati ya sajili ambazo unaweza kusema zimetikisa baada ya tetesi nyingi, baada ya kuhusishwa na vilabu vingi vikiwemo Simba, Azam, lakini na Singida, lakini Yanga wameonekana kwa washindi kwenye mbio hizo baada ya kukamilisha usajili wa Alan Okello, Starboy, mfungaji bora wa msimu uliopita, magoli 19 Alan Okello akiifungia Vipers. Na nilikuwa natazama rekodi ya Alan Okello akiwa ndani ya klabu ya Vipers. Si rekodi mbaya, ni moja kati ya rekodi ambayo unaweza ukasema kwamba kama atakuwa nayo ama kama ataendelea nayo, basi huenda Yanga wakafaidika na ujio wa Alan Okello ndani ya kikosi hicho bana. Kwenye mechi za Uganda, kwa maana ya mechi za ligi ya Uganda, amecheza mechi 58, amefunga mabao 24, assist 13. Unaweza kuona namna ambavyo amehusika kwenye magoli 37. Lakini kwenye kombe la Uganda Cup amefunga mabao 4, ametoa assist 2. Ametumikia klabu kwa miaka 2.5 kwa kujitoa, nidhamu na kiwango cha juu uwanjani. Kipaji, bidii na mchango wake umeacha alama isiyofutika ndani ya klabu ya Vipers. Kwa hiyo hiyo ndio rekodi ya Alan Okello akiwa ndani ya klabu ya Vipers. Kwa hiyo tusubiri kuona pengine hiki ambacho ametoka nacho ndani ya klabu ya Vipers huenda akaja nacho ndani ya klabu ya Yanga, lakini lolote linaweza likatokea. Kubwa zaidi ni kusubiria kuona nini ambacho atakionyesha wakati akiwa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.